asema anajua fedha zitatoka wapi, hataki mikopo ya manyanyaso. Hili ni gazeti la Habari Leo. Lakini pia atoa maneno Mashamba Korogwe, Nchimbi ya msifu diploma ya uchumi. Lakini kuna habari ambayo inasomeka mama na mwanawe wahukumiwa kifo kesi ya mauaji, bibi ahukumiwa kuua mjukuu kisa salamu. Lakini pia kuna habari ambayo inasomeka kafu ya ahidi mifumo mipya kodi umeme, Majaliwa atoa maagizo kukabili udumavu. Ni habari ambayo iko katika gazeti hili la Habari Leo. Lakini pia kuna habari hapa ambayo inasomeka Dr. Mwinyi tunaleta mabasi ya umeme, asema yatalinda mji mkongwe. Treni za barabara zaja na teksi za baharini kupeleka watalii visiwani zaja. Hii ni ukurasa wa habari, inapatikana ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari. Lakini polisi kuchunguza tuhuma za ununuzi wa kadi za kura. Hebu tubaki hapa kwenye hii taarifa ya polisi kuchunguza tuhuma za ununuzi wa kadi za kura. Kumekuwa na changamoto na kumekuwa na malalamiko mengi ndani ya mkoa wa Dodoma na maeneo mengine ya nchi ya Tanzania. Kumekuwa na watu wakipita kwa wananchi na kuwaomba vile kadi za kupigia kura, na lengo na madhumuni haijulikani ni nini. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa na kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale. Kwa kwanza tulipongeze jeshi la polisi kwa kuweza kuchukua hatua za haraka baada ya kuwepo kwa taarifa hizi za baadhi ya watu kupita katika mitaa na katika nyumba kuomba kadi za kupigia kura kwa wananchi, hali ya kuwa lengo na madhumuni ya kuomba kadi hizo halijajulikana rasmi ni nini. Nafikiri huu sio utaratibu, kwa sababu kadi ya kupigia kura ni haki ya kuwa nayo mwenye kadi husika, kwa maana ya mmiliki mwenyewe husika. Wewe unakuja kuomba kadi yangu mimi ya kupigia kura, unataka ukaifanyie nini? Lengo na madhumuni ni nini? Nafikiri ipo haja pia ya kuweza kuwatafuta watu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi waweze kutuambia, je, hiki ambacho kinafanyika kwa baadhi ya maeneo ni haki na ni halali? Lakini ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa kwa watu ambao wanafanya vitendo hivi vya kupita katika nyumba na kuomba kadi ya mpiga kura? Nafikiri hata wewe umewahi kusikia haya malalamiko mimi kuna watu wanapita mtaani wanatuomba kadi zetu za kupigia kura. Nina taarifa hapa, unaambiwa jeshi la polisi pia mkoa wa Kigoma limeanzisha uchunguzi. Hii imeanzia kule Kigoma ambapo kumekuwa na tuhuma hizo ambazo watu wanakuja wana nini. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma pia ambaye ni Filemoni Makungu katika taarifa yake ya Septemba 27 mwaka huu kupitia mtandao rasmi wa jeshi la polisi alithibitisha kuwa matukio haya yametokea katika kata mbalimbali ikiwemo kwa kule Kigoma, sasa ikiwemo Mwandinga, lakini pia Kagunga na Simbo. Sasa wao kama jeshi la polisi wamechukua hatua za kuanza kufanya uchunguzi, na alitoa taarifa na alithibitisha hilo. Nafikiri ni vyema tungemsikia. Si ndio Kobike? Yes, ni vizuri. Wacha tupate maneno hapa msikilizaji. Afikisha tuambie mtazamo wako. Hivyo wewe mtu anakuja tu anakuambia nipe kadi yako bwana, nitakuletea kesho. Na unajua hiyo kadi yako ndio kitu pekee ambacho kinakupeleka kwenda kupiga kura. Tutakuja tuelezane kwa msingi hapa inakuaje na kadi yako imehusisha vitu gani ambavyo ni siri yako, unatakiwa uitunze, uilinde hiyo haki yako ya msingi. Kamanda, kama polisi tumefungua jalada la uchunguzi ili kufuatia taarifa hizo, lakini tu nitoe wito kwa wananchi kununua au kuchukua kadi ya mpiga kura ambayo sio yako ni kosa. Na kwa mujibu wa sheria ya namba 1 ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu namba 114 kifungu ndogo cha kwanza na kifungu namba 119 kifungu ndogo cha pili ni kosa kisheria. Sasa hivi tunafanya uchunguzi kwa maana ya kwamba tunakusanya ushahidi, kwa sababu kama kuna kitambulisho kimechukua kwa mtu, tutapata maelezo ya wale watu ambao tunadhani labda taarifa zilivyo kwamba
kwamba wamechukuliwa vitambulisho vyao na kwa nini. Halafu tutaona sheria inasemaje hapo na kwa jinsi ya matendo yale ambayo yametokea. Ni nani, una kazi nayo gani kadi yangu ya kupigia kura? Kwa sababu hii ni mali yangu mimi, ndio maana ina jina langu, ina saini yangu. Na usikubali kujirahisisha kuuza kadi yako ya kupiga kura, kwa sababu unapouza kadi yako ya kupiga kura unajikosesha haki yako ya msingi, kwanza ya kwenda kupiga kura, kumchagua kiongozi ambaye unamtaka ili aweze kukuongoza kwa miaka 5. Kwa hiyo unajinyima haki yako ya msingi ya kuweza kupiga kura, lakini pia utakwenda kukosa haki yako ya msingi ya kumchagua kiongozi ambaye unamhitaji, ambaye unaamini atakuja kukusaidia kwa kipindi cha miaka 5. Kwa mimi chonde rai kwa anayetusikiliza muda huu hapa, awe makini katika kutunza kadi yake ya kupigia kura, kwa sababu hii ndio kadi pekee ambayo itakufanya wewe uende ukatimize wajibu wako wa kimsingi na kutimiza jukumu lako la kikatiba kwa kuweza kupiga kura, kumchagua kiongozi ambaye atakuongoza kwa miaka 5. Sasa endapo utakuja kurubuniwa na kuuza kadi yako ya kupigia kura, ama mtu akaichukua, alafu wewe utashindwa kupata ile haki yako ya msingi ya kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka. Yeah. Sawa. Sasa Nkobiki, kuna vitu kadhaa mwananchi inabidi uvifahamu. Kwa nini tunapiga kelele kwamba hiyo kadi yako ya mpiga kura ni kitu muhimu? Kwanza, ile kadi ina jina lako kamili. Hii ni taarifa muhimu sana inayokuhusu. Lakini pia ina picha yako, ina nambari ya mpiga kura, yani ile voters ID ipo pale, namba yako, si ndio? Lakini pia kuna kifungu cha jinsia, ile kwamba wewe ni mwanaume au mwanamke, kipo pale, tarehe yako ya kuzaliwa, imehusisha taarifa zako nyingi muhimu, ikiwa ni pamoja na wilaya, mkoa au jimbo ambalo utapigia kura. Kizuri zaidi ni kwamba pale pia kuna sahihi yako. Unaona hizi taarifa zako za msingi ambazo zipo kwenye ile kadi yako ya kupigia kura. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa QR code. Sawa? Yani tuna scan ile sasa ile ukiscan kadi yako mpiga kura unapata taarifa za msingi zinazohusu muhusika. Sasa mtu anaweza akaitumia vibaya. Anaweza asitumie leo kwenye masuala mazima ya uchaguzi, lakini akatumia hizo taarifa zako vibaya, ikawa tatizo tena wakati mwingine. Anaweza katumia hizo taarifa zako kusajili line, ikatumika kwa uhalifu. Hapo vipi? Yeah, ni kweli. Anaweza katumia hizo taarifa zako kugeuza mambo, kajikuta unaingia kwenye matatizo hivi kwa sababu tu ulimpa mtu kitambulisho. Tuna bahati mbaya unampa mtu usiyemjua. Si ndio? Na hata kama unamjua, hana haki ya kuchukua kitambulisho chako, kile ni cha kwako cha kupigia kura, na kina kazi moja ya kupigia kura, na ukakitumia, kwa sababu kuna mtu Nkobiki amesajili, ameenda kajiandikisha kwa makusudi ya kwamba apate urahisi wa kusajilia line ya kupiga simu. Yeah, na ndio maana unakuta sasa hivi unaweza wewe ukawa una line lakini haikusajiliwa kwa jina lako. Au mtu unapokwenda kusajili line una kile kitambulisho chako cha kupigia kura, unashangaa wewe ukija kuangalia kwenye usajili wa line unakuta kitambulisho chako kimesajili zaidi ya watu 10. Unajiuliza imekuwaje? Imetokea wapi? Kwa hiyo usijirahisishe wala usikubali kutoa kitambulisho chako cha kupigia kura ama kitambulisho chako chochote, kwa sababu inawezekana mtu ambaye anachukua kitambulisho chako akakitumia vibaya na ukaingia matatani. Akawa na nia ovu. Ni jambo la msingi sana hili.